Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana. Kisa chake cha thamani hunipendeza sasa. Jinsi malaika wengi walivyoimba sifa. Wanaopendwa na Kristo na wasalimu katika jina la Yesu. Hawa ni wana matengenezo wanaohubiri na kufundisha ujumbe wa uhuisho na matengenezo. Utakuwa pamoja nami mwinjilisti Laban Kaihura, na mada yetu ya leo inasema nafasi ya mwanamke katika familia. Basi mafundisho haya pia mtayafuata, waweza kuyapata katika channel ya YouTube ya uhuisho na matengenezo. Pale utapata yaliyo mengi. Basi kabla ya kuanza somo letu, tunaomba. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa sababu umetuumba kwa mfano wako, katupatia majukumu kama wa baba, wa mama na watoto. Tunakuomba uwe pamoja nasi, neno lako lituongoze, tujue sehemu yetu na tuifanyie kazi ukituwezesha kwa neema yako. Tunaomba katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amina. Basi karibu sana kwenye mada hii inayoonyesha sehemu ya mwanamke katika familia. Tunajua ya kwamba familia inaundwa na baba kama kichwa na mke kama ubavu wake, alafu na watoto. Na humu katika familia Mungu amepanga kwamba familia iwe chanzo cha kanisa, yaani kanisa ndogo la nyumbani, na sehemu ya mama tutaiona katika familia hiyo. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 24, maandiko yanasema hivi: kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, yaani Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Kusoma vizuri 23, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa wa mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Ndugu wapendwa, wamama hasa ambao Mungu amewapa nafasi nzuri tu, lakini kipindi hiki ambacho ni kipindi cha mwisho, shetani amefanya kazi kubwa sana kuwaondoa wakina mama katika nafasi zao, zinabaki tupu. Wanatamani zile za wanaume, alafu wakati mwingine na zile zao zinabaki, yaani kuna pengo. Lakini Mungu amewapa nafasi nzuri tu, hakuwaweka kwenye miguu au kwenye nyayo ili wakanyagwe, hakuwaweka kwenye kichwa ili watawale waume zao, bali amewapa nafasi nzuri ambayo itakuwa kiunganishi katika familia. Maana awe mume, watoto, wageni, majirani, wote, mama akiwa mke mzuri anaweza kuwa faida kwao, tena faida kubwa sana. Maandiko yametuonyesha ya kwamba mwanamke amefananishwa na mfupa. Akiwa mbaya ni kama mfupa wa kuoza, akiwa mzuri atafanya ile kazi ambayo mifupa hufanya katika miili ya wanadamu. Imeonekana ya kwamba mifupa ina kazi kubwa ya kufanya mwili usimame vizuri, kulinda viungo muhimu. Inafanya mifupa ili mapafu, uti wa mgongo, inalinda. Alafu inawezesha harakati tunazozifanya. Mifupa tuliyo nayo kwa mwili ndiyo inafanya harakati, tuweze kutembea, tuweze kusimama, tuweze kukaa. Inatengeneza chembe za damu, inahifadhi madini, inahifadhi mafuta, yani ni katika huo mfano wa mwili. Mama naye akiwa mama mcha Mungu, akiwa mama anayemtii mume wake, akiwa mama ambaye ni mkarimu, akiwa ni mchapakazi, akiwa mama mwenye adabu, basi familia hiyo itafanikiwa na itakuwa imebarikiwa. Lakini changamoto tulionayo ni kwamba hawa kina mama, kama vile shetani amemtumia Eva au Hawa akawa mdanganyifu, wanawake wengi pia shetani amewafanya vishawishi vya dunia. Wengine wakawa na tabia mbaya ya kusengenya, wengine wakawa na tabia mbaya
ya ukahaba, wengine wanataka kuwatawala waume zao, wakaacha nafasi zao. Lakini unapoendelea kusoma vizuri, unaona ya kwamba mke ambaye ni mke mwema, ambaye atakuwa mfupa mzuri, ni yule anayemtii mumewe, anayependa mambo ya kiroho bila kubembelezwa au kulazimishwa, yule ambaye anabidii kwa matendo mema, mwenye utaratibu wa kumpa mumewe amani, alafu hulisha familia vinavyofaa na wakati unaofaa. Mwanamke mzuri husaidia wale anaowazidi uwezo, anajua kuishi vyema na majirani, hujali wageni na kuwahudumia kwa heshima, anajua kujizuia kwa maneno yake, huvumilia hasara na umaskini. Hata maisha yasipoenda vizuri, ana uvumilivu, si wa kutoroka toroka juzi na jana. Akiwa tajiri hajivuni na kuwadharau wengine. Alafu hung'ang'ania kufanya mumewe aheshimiwe. Anapaswa kuwa mkweli, mtu anayetumainiwa. Mke mwema ndio ufunguo wa ujirani mwema, kuanzia familia, alafu majirani, kanisani. Huyu mama Biblia imemzungumzia vizuri sehemu yake katika kitabu cha Mezari sura ya 31, alafu tutasoma fungu la 10 kuendelea. Nadhani msomaji ataendelea afike mbali, lakini hapa hebu tusome machache haya. Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana thamani yake yapita sana marijani. Moyo wa mumewe humwamini. Yaani mume wake hawezi kuwa na roho inayopiga kwamba nikitoka hapa hizi pesa zitaisha, nikitoka hapa atatafuta mpango wa kando, nikitoka hapa. Hapana, hana wasiwasi, anamtumainia, wala hatakosa kupata mapato. Humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Hutafuta sufu na kitani, hufanya kazi yake kwa moyo wote. Afanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali, tena huamka kabla ya usiku haujaisha. Si wale wa kulalalala wakati mume ameondoka, yeye anabaki kabisa, ni wa kungoja pesa zije, asipopata analaumu, analalamika, anagombana. Hapana, naye anatafuta upande wake. Huleta chakula chake kutoka mbali, huangalia shamba akalinunua. Kuna wale wanaokuwa na dhana kwamba lazima mume ndiye anunue. Ndiyo, mume ni kichwa, anapaswa kununua, kuitafutia familia yake. Lakini mke naye anaweza kuajiriwa. Yawezekana yeye ndiye amesoma, ndiye amefanikiwa, ndiye ana uwezo fulani. Hataki awe na pesa zake na mume wake awe na zake. Anaangalia shamba na kulinunua. Hujifunga nguvu viunoni na mshipi, hutia mikono yake nguvu. Huona kama bidhaa yake ina faida, taa yake haizimiki usiku. Hutia mikono yake katika kusokota na mikono yake huishika pia. Huwakunjulia maskini mikono yake, naam, huwanyoshea wahitaji mikono yake. Hawahofii theluji watu wa nyumbani kwake, maana wote nyumbani mwake huvikwa nguo nyekundu. Haya ni mambo mengi ambayo ni mazuri kwa ajili ya huyu mama. Familia zetu zinahitaji akina mama ambao wanasimama vizuri, wenye hekima. Na ni lazima niwaambie kwamba hawa lazima tuwaandae. Waanzie katika usichana, waanzie wakiwa wadogo, ili wamche Mungu, ndipo watawatia hata waume zao. Pia tunapokaribia mwisho, maandiko yanasema katika Mezari sura ya 18 fungu la 22, maandiko yanasema hivi: apataye mke mwema apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Yule ambaye amebahatika kupata mke kama huyu. Mama ambaye unanisikia, na wewe jilinganisha na maneno haya. Je, unajizuia katika maneno? Je, unamtii mume wako? Je, unamlazimisha yale yanayozidi uwezo wake? Je, wewe ni mama wa maombi? Unachoka au unakosa uvumilivu wakati mambo yameenda mraba hapo kwako? Mungu anataka wanawake wacha Mungu kama Abigaili, wanaomcha Mungu kama Elizabeth, wanaomcha Mungu kama wale waliotutangulia. Mungu atubariki sana. Mungu abariki familia zetu. Tufanye marekebisho, tufanye matengenezo mahali ambapo yameenda kombo. Kwa neema ya Mungu, basi muda ungalipo. Barikiwe sana. Mnapotaka kuendelea kusikia au ukiwa na swali, nyongeza au pongezi au swali, waweza kupiga namba 074000
074406 Narudia 0740046353. Mungu awabariki sana. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu, kisa chake cha thamani hunipendeza sana.